Ninaye Kisugu pamoja na mwalimu Yanga. Kisugu, habari za wasaa huu? Habari nzuri Paulo Mkai. Namshukuru Mwenyezi Mungu nimeamka na afya njema. Siku ya Jumanne studio hapo. Naam. Mwalimu Yanga, nafikiri unanisikia pia. Niko vizuri. Sawa. Amenipa kibali, niko mzima afya. Tunaendelea mapambano. Kisugu, Simba mpo tayari kupeleka timu uwanjani? Manake Yanga msimamo wao upo pale pale, hawachezi ngo. Sisi tuko tayari kupeleka timu kwenda kukumbana na wapinzani wetu kwa maana Dar es Salaam Africans. Na moja ya kupeleka timu kwa sababu ni amri wenye mamlaka wenye mpira wa Tanzania kwa maana TFF wakishirikiana na bodi ya ligi. Mkai klabu ya Simba tunaanza kwa ajili ya kucheza mpira, lakini moja anaosimamia mpira ni chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF. Kwa mujibu wa katiba ya Simba na mujibu wa katiba vilabu vyote Tanzania, tulikiri mapema na kukubali kwamba tuko tayari kupokea maagizo na kuyatekeleza ya chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF na kupitia bodi ya ligi. Kwa ratiba na katiba yao inaonyesha tunacheza tarehe 15. Sisi kama Simba tuko tayari kwenda kucheza. Kwa hiyo wanachokifanya Yanga ni ubishi tu. Kikubwa warudi kwenye katiba yao, warudi kwenye katiba ya klabu Dar es Salaam Africans. Iko ibara wazi inatamka kwamba wako tayari kupokea na kutii maagizo yanayoagizwa na chama cha mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF. Mwalimu Yanga, umemsikia Kisugu kwamba wao wako tayari Simba, lakini naonekana ni kama Kisugu tunaweza tukatumia kauli kwamba Yanga wanaogopa kuleta timu mbele ya Simba. Shida sio TFF. Yanga shida ni Simba. Yanga shida ni Elie Mpanzu. Unajua kwa nini? Leo hii Dar es Salaam Africans nimeona kwenye post yao wanasema wanajiandaa mchezo dhidi ya Dodoma Jiji na wanajiandaa mchezo dhidi ya Prison. Lakini tunajiuliza kama shida TFF, hizi mechi nani anakwenda kuzisimamia Paulo Mkai? Kwa maana kwamba kama huna imani na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, kwa maana kwamba huna imani na bodi ya ligi, kwa nini unakwenda kucheza na Prison? Kwa nini unakwenda kucheza na Dodoma Jiji? Nani anakwenda kuzisimamia? Paulo Mkai, shida sio bodi ya ligi, shida ni Mpanzu. Na mwalimu Yanga, unaamini kweli Yanga mnaiogopa Simba kweli? Jambo la kwanza Paulo Mkai, tuweke kumbukumbu sawa. Naam. Jamii iweze kufahamu. Ndio. Umuuliza Said Jepesi, uko tayari kucheza na Yanga? Akakujibu sababu yao imeanzishwa kwa ajili ya kucheza mpira. Tumesema hivi, hapa tunahitaji kutoa maarifa. Ukisoma barua ya Simba ya tarehe 7 Machi, wamesema hawatashiriki mechi 184. Ndio. Je, mechi ya tarehe 8 Machi ilikopo ya mpira miguu au ilikopo ni ngoma baikoko? Nakuuliza Mkai wewe. Ile ilikuwa ni mechi ya mpira wa miguu, mechi ambayo ipo katika ratiba ya ligi kuu. Mechi ambayo ipo kwa ratiba ya ligi kuu Tanzania bara, ambayo imewekwa katika sheria na kikanuni. Wao klabu yao umesema imeanzishwa kwa ajili ya kucheza mpira, tarehe 8 hakuja uwanjani. Kwa tafsiri ya karaka maana yake Simba haikuanzishwa kwa ajili ya mpira, ilianzishwa kwa jambo lingine. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, anakuambia vilabu vyote vinafuata sheria na kanuni. Unanielewa? Ndio. Anakiri mwenyewe kwa kinywa chake kwa vilabu vyote vinafuata sheria na kanuni. Tafsiri ya karaka TFF na bodi ya ligi wanafuata sheria na kanuni. Yanga alikuwa anauliza bodi ya ligi, kanuni ipi ambayo iliamua kuelisha mechi tarehe 8? Mashabiki 40,000 wako Benjamin Mkapa, timu ipo Benjamin Mkapa. Mwenyekiti wa bodi ya ligi Mguto anazungumza na Watanzania, anasema mechi saa 4 asubuhi, anakuambia mechi ipo Benjamin Mkapa. Mwenyekiti wa bodi ya ligi saa 8 mchana anakuja kuambia Watanzania mechi hakuna. Ndio maana tukauliza ni kanuni zipi ambazo walizosema. Lakini katika mbali zaidi, baada ya wiki moja mwenyekiti wa bodi ya ligi anazungumza na Watanzania, anawaambia mechi 184 nimeahirisha kwa kutumia busara. Kwa maana yake anatuambia kupata kanuni. Kwa sisi tumeumbwa kwa kupata kanuni. Inawezekana Kisugu juu hii. Chama cha mpira cha nchi hii kinaitwa TFL, Tanganyika Football Association. Kilianzishwa 1930. Klabu ya kwanza kuanzisha hizo chama cha mpira ni Yanga.
Inawezekana wamjue huyo ajitu tu basi na mimi. Sisi tumeumbwa kupata kanuni na taratibu. Hapa kuna haki mbili ambazo Mkai unatakiwa kufahamu. Ndio. Kuna haki ya Simba aliyesema tarehe 7 Machi hata tulikimeti mpaka watu wachukuliwe hatua. Hiyo ni haki ya Simba ya msingi. Kuna haki ya bodi ya ligi ambao walitoa barua tarehe 8 Machi wakasema hatutapanga ratiba mechi nyingine yoyote mpaka tutatoa taarifa ya uchunguzi na kuuliza hizo haki mbili ni nani asimamie. Sasa Kisugu, hayo ni maswali ya msingi kweli kweli. Kwa nini mlibainisha? Ndio. Nisikilize kitu kimoja Mkai. Ndio. Nilijua mjadala baada ya kwanza na maana nilifunga kwa kupitia katiba. Leo vilabu vyote vinavyoshiriki ligi, mwenye ligi yake ni nani? Bodi ya ligi. Kwa hiyo mamlaka na amri ya kucheza mpira nani anatoa? Bodi ya ligi. Bodi ya ligi. Mechi ya Simba na Yanga aliahirisha Simba, aliahirisha bodi ya ligi. Bodi ya ligi. Baada ya bodi ya ligi kuahirisha, umepanga tarehe gani ya mchezo? Juni 15. Unapinga kwa kigezo kipi? Mwenye mpira wake ameshaamua. Sasa bunge la jamhuri, nisikilize nisikilize. Wakati wa kwangu mimi kuongea. Sawa. Hata waziri wa michezo Mzee Paul Kagamba Kabudi ameithibitishia Tanzania kupitia bunge la Jamhuri ya Muungano. Wakati huo akijibu swali la mheshimiwa yule Mnyamwezi. Ndio. Alisema mwenye mpira wake ni TFF pamoja na bodi ya ligi ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndio maana nakwambia Mwalimu akarudi kwenye katiba ya Yanga, imekiri akatai kwenye katiba ya Yanga ili alipo wamesema wako tayari kupokea na kutekeleza maagizo yoyote yanayotolewa na chama cha mpira wa miguu Tanzania. Aseme kwenye katiba ya Yanga haipo. Mwalimu Yanga. Mkai. Ndio. Nisaidie ndugu wangu kuonekana aelewe. Ndio. Katiba ya Yanga imesema itapokea maagizo halali. Sio maagizo ya kiuni. Sikiliza. Hapa tunapinga maagizo ya kiuni. Simba alitoa maagizo halali ya kushiriki mechi tarehe 8 Machi. Hakuja uwanjani. Yanga imepeleka malalamiko yake wa mashtaki bodi ya ligi wa mashtaki Simba na pamoja na TFF ambao walivunja kanuni. Hapa tunasimamia kanuni halali. Sio kanuni za kiuni. Kwa maana yake Kisugu anakubaliana na mimi kuwa mzee mzetu alisema yeye anashughulika ya mambo kwa kutumia busara na sio kanuni. Ndio maana Watanzania wanauliza ni kanuni zipi. Nimekutomea kanuni wewe kuelewa. Hili ambayo anasema kanuni halali. Nimekutomea kanuni ya 27 ibara ya 6 kasome kanuni. Sababu ya hili inasemaje? Nenda kasome katiba chetu ibara ya 64 inasemaje? Tatizo hapa ni shule. Hapa ni shule ndio muhimu. Sasa tunataka kitu kimoja. Tunataka mjadala. Naam. Kwa afya kwa jamii yetu. Hilo onekane kama Yanga kweli waligomea hiyo mechi. Ndio. Sisi tarehe 8 Machi tulienda Benjamin Mkapa na wachezaji wakafanya mazoezi, mashabiki wakafanya mazoezi kushangilia pamoja na waandishi wa habari walikuwepo. Uungwana wa Yanga baada ya tarehe 8 Machi wakasema hao wamekimbia Benjamin Mkapa, tunachukua gari full tank ya mafuta tukaenda Bunju. Na mwalimu nisikilize. Subiri kwanza, nisikilize na mimi. Nisikilize kidogo Mkai, mweke sawa. Subiri kwanza. Nisikilize mimi. Nisikilizeni kwanza mimi. Sasa Kisugu. Naam. Simba wao katika yale ambayo wameandika wanasema mpaka uwajibikaji uchukue nafasi. Naam. Lakini mpaka hivi sasa hakuna watu waliowajibishwa na nyie Simba mnataka kupeleka timu uwanjani. Lakini pia katika barua ya bodi ya ligi taarifa yao ilibainisha kwamba uchunguzi unaendelea. Sasa kwa nini mechi ipangwe ichezwe ingali uchunguzi bado haujakamilika? Mkai, umeuliza swali zuri sana. Kwanza nikupongeza kwa kuuliza swali zuri. Ndio. Unapozungumzia swala la uchunguzi sio swala la tiki fotate. Ndio. Kwa hiyo wakati mamlaka inaendelea na uchunguzi, maana yake kwamba ligi isimame. Sasa ikitokea Mkai, kabla hatujakwenda kwenye ikitokea, sikiliza swali langu. Wakati uchunguzi unaendelea, tusimamishe ligi?
Sio ligi, ni mechi. Mkai, kwa sababu hoja nimemsikia anazungumza mwalimu alafu anasema shule, anasema hoja ni uvunjaji wa kanuni, ndivyo sivyo? Kwa maelezo yake Mkai, nani kavunja kanuni? Wewe unaonaje? Kwa maelezo ya mwalimu nani kavunja kanuni? Eti mwalimu. Mkai, mbona unakimbia? Yaani swala liko hivi Mkai, sikiliza wakati wangu. Msubirishe mwalimu mimi niongee kwanza. Sawa. Mkai, nisikilize, msimamishe mwalimu mimi niongee. Haya, mmoja kwanza. Nisikilizeni sasa. Kisugu malizia, mwalimu Yanga tulia. Mkai, kwa maelezo ya mwalimu inaonekana kwamba bodi ya ligi ndio imevunja kanuni. Mtu aniyevunja kanuni kimisingi kwa namna moja au nyingine hapaswi kuungwa mkono. Kwa nini na Dodoma Jiji unacheza kwa wale waliovunja kanuni? Kwa Prison unacheza kwa wale waliovunja kanuni. Kwa nini mechi ya Simba utaki? Huyu aliyevunja kanuni unakubali kucheza na mechi ya Prison kwa mvunjifu wa kanuni. Unakubaliana kucheza na Dodoma Jiji kwa mvunjifu wa kanuni. Kwa nini usikubaliane kucheza na Simba kwa mvunjifu wa kanuni? Kwa nini iwe Simba? Okay, malizia mwalimu Yanga. Ninapoulia tena kusema sio mimi. Lazima Watanzania waelewe. Yanga haigomei kucheza ligi. Yanga inagomea mchezo 184. Hata Simba walishinda kupeleka timu katika mchezo 184. Magoli alizungumza akasema, ama wao wanamwamini akasema mchezo 184 hautakuwepo na hatutacheza mechi yoyote ya ligi. Hiyo alizungumza Magoli ambao ni mjumbe kamati ya Simba. Sisi Yanga tuligomea mchezo 184 ambao kanuni na taratibu hazikupatwa. Hatukugomea ligi. Sasa hapo ni shule. Hata Simba iliandika barua tarehe 7 Machi waligomea mechi ya 184 kutoshiriki. Na hata alipotoa vitisho kuwa watu wakitua kwa sababu ya mechi 184. Tunaposema elimu ni muhimu, shule ni muhimu, ndio inakuja hapa. Simba walisema hatacheza mechi yoyote ya ligi baada ya barua tarehe 7 Machi. Simba kucheza mechi ya ligi. Mkai walicheza. Mkai nakuuliza swali mimi. Simba wamecheza. Mkai unaongea na mimi. Ndio. Watanzania wananisikiliza mimi. Mkai nimekuuliza swali. Simba waliandika barua tarehe 7 Machi wakasema hatutashiriki mechi yoyote ya 184. Wakaenda mbali Magoli akaandika hatutashiriki mechi yoyote ya ligi. Ninakuuliza, baada ya Simba kuandika barua, baada na mjumbe wake kwa tamko, je, Simba kushiriki mechi ya ligi? Wamecheza. Walishiriki. Tafsiri yake maana yake nini? Tulia basi. Tulishiriki. Sikiza salamu nikwambie. Mkai nisikie na mimi niongee basi. Sumu, sikiliza. Ninapotia sindano watakiwa utulie. Hapa tunasaidia jamii. Naam. Sasa Kisugu na mwalimu Yanga, naomba Kisugu umalizie, naomba umalizie ili tuhitimishe. Ngoja nisikilize basi. Naam. Kwanza anasema mjumbe wa Simba alisema, alafu anakuja kujenga hoja walicheza au kucheza. Tulicheza kwa sababu tulijua wenye mamlaka wameshatuombea tucheze. Na kwa mujibu wa katiba zetu hatuna namna ya kubishana na wenye mamlaka. Kwa hiyo sisi lazima tucheze. Lakini wao leo walikuwa wanasema barua ya Yanga ipo, wameandika kupitia uongozi wao na wakaitoa kwenye akaunti yao, wakasema hawana imani na bodi ya ligi, wanataka wajiuzuru. Waliandika barua kuandika. Waliandika. Sasa leo wanacheza na Prison wamejiuzuru. Bado hapo. Leo wanakwenda kucheza na Dodoma Jiji wamejiuzuru. Bado hapo. Sasa je, kama bado wapo, wanawafundisha nini Watanzania aliyakuwa wao walishasema kwamba hawana imani na bodi ya ligi na wakatamka hadharani kwamba bodi ijiuzuru? Iweje wanacheza aliyakuwa bodi haijajiuzuru? Sasa mwalimu Yanga na Kisugu nitawaalika studio, sawa? Crown Media. Hapa ni nyumbani.